ya kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kuwatakia rehema na amani waja wema waliotangulia. Ndugu zangu katika imani, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtu, lakini sio mtu kama sisi. Japo watu huwa wanasema Muhammad ni mtu kama sisi, lakini Muhammad ni mtu, lakini sio mtu kama sisi. Ni mtu kwa sababu ana miguu, ni mtu kwa sababu ana mikono, ni mtu kwa sababu ana sura, na ni mtu kwa sababu kazaliwa na mtu. Yaani mtu akizaliwa na mtu anakuwa mtu. Mtu akizaliwa na mtu hawi Mungu. Na ndio maana hata wale ndugu zetu ambao sio Waislamu wanaposemaga mtoto wa Maryam, Isa au Jesus au Jezi au wengine wanamuita Yesu, wale ndugu zetu wakisema kwamba huyu ni Mungu, huwa tunawaambia sio Mungu, kwa sababu hakuna Mungu anayeweza kuzaliwa na mtu. Kawaida ya mtu uzaa mtu na nyoka uzaa nyoka. Na ndio maana Waswahili huwa wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hiyo na mtoto wa mtu ni mtu. Kwa hiyo Muhammad kwa sababu kazaliwa na mtu, automatically anakuwa nani? Anakuwa mtu. Lakini sio kila mtu ni sawa sawa na wewe. Yuko mtu ambaye hawezi kuwa sawa na wewe japo ni mtu. Yaani daraja zitakuwa tofauti. Isipokuwa yeye atakuwa anakula na wewe unakula. Yeye anaenda chooni na wewe unaenda chooni. Yeye analala na wewe unalala. Lakini yeye hawezi kuwa kama wewe. Kwa mfano mmoja, ili Muhammad ujue hawezi kuwa kama wewe. Hivi leo tupate taarifa kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwepo Magomeni Ambayana. Hivi majeshi yote yatahamia Magomeni Ambayana kwa ajili ya kulinda msongamano utakaokuwepo. Watu kutoka Saudia, kutoka Yemen, kutoka kila nchi duniani watamiminika hapa, kwa sababu mtume Muhammad yuko wapi? Yuko Magomeni. Alafu ukiwaambia yuko Magomeni, utosema tu yuko Magomeni hivi. Inabidi uende mbali zaidi, waeleze yuko Magomeni physical. Usiwaambie tu yuko Magomeni. Ukienda Magomeni wanaweza wakasema pengine katika masuala ya elimu. Maana katika mambo ya elimu mtume yuko hapa Magomeni kielimu, lakini hapa Magomeni mtume yupo kabisa. Lakini kikawaida unaweza ukaona na hili neno mtume yupo, wengine wakasema shirki. Mtume yupo, hii shirki. Mungu ndio yuko kila mahali. Kwa nini awe mtume yupo? Lakini mtume Muhammad yupo kwa maana kubwa na pana zaidi. Hata kama nikisema tu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kadha tayari yupo. Yaani ile neno anasema maana yake ni mtume amesema kupitia mimi. Kitendo cha kusema mtume anasema na nikayanukuu maneno ya mtume, tayari mtume Muhammad yupo sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume huyu atakiwa rehema dunia nzima. Katika kila swala watu wanamtakia rehema bwana mtume Muhammad. Kiswali swala katika tahiyatu kubwa tunamtakia rehema nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi useme mtume Muhammad ni kama wewe? Hawezi kuwa kama wewe wala baba yako. Unasema tu ni kama mimi kwa akili zako za fikra kidogo, lakini mtume Muhammad ni zaidi na zaidi, na ni nuru bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie kutokana na baraka alizompa bwana mtume Muhammad, nasi tupate shifaa katika magonjwa yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kutokana na baraka alizompa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasi mambo yetu tunayohitaji Mwenyezi Mungu atupe.
na kila siku tuwakumbusha zaidi kumtakia rehema Mustafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kupata nuru, kila siku tunasema jiwekee taratibu za uradi wa kumswalia Mtume. Yaani wewe jiwekee utaratibu, ikiwezekana kila siku sema mimi nitamtakia rehema Mtume mara 1000. Yaani ukikaa ukimaliza kuswali swala ya subuhi, kwa wale wenye kuswali, nikisema kwa wale wenye kuswali inakuwa nimeeleweka. Maana wako wengine hawaswali mpaka siku ya Idi. Ikifika Idi anatafuta dera la kuswalia Idi, yuko tayari kugombana hata na mume wake. Baba fulani, unaona Idi inakuja, Idi ndio inakuja hivyo, unasemaje mke wangu? Idi inakuja, nataka dera la kuswalia Idi, dera la kuswalia Idi. Mama fulani wewe uone, mama fulani ameshanunuliwa dera, na mimi nataka dera la kuswalia Idi. Anakomana dera la kuswalia Idi mpaka alipate, na akipata tu asubuhi mapema, yeye ndio wa kwanza ana tasbihi na mkoloni na dera lake la kuswalia Idi. Alafu barabarani huyo kwa kwaruko anakwenda kuswali Idi. Akimaliza kuswali Idi, akirudi nyumbani wakati swala ya adhuhuri, Allahu akbar, Allahu akbar, muadhini anaadhini kwa ajili ya adhuhuri, aonekani tena. Inna lillahi, ameshaagana, hana tena habari, hana mpango nao tena, kwa sababu swala yake ni Idi mpaka Idi. Kwa mwaka ana sala mbili, ana sala ya Idi ya kuchinja na ana sala ya Idi al-Fitri, Idi ambayo tunafunga mwezi wa Ramadhani. Hizo sala zake mbili hizo umkosi, na kuna mwingine ana sala zake 4 kwa wiki. Wewe ana kila Ijumaa hakosekana, kila Ijumaa, kila yaumu Ijumaa yeye unamuona kwenye ibada ya Ijumaa, hakosekani. Lakini huyo katika swala zingine pia haumuoni. Na mwanamke yeye ana msamaha pindi akiwa katika ada, akiwa katika ada ya kisheria amefanya nini? Amesalehewa, halipi swala hailipwi. Lakini mwanamume yeye ana dharura yote. Hakuna dharura ya nani? Ya mwanamume. Mwanamume yeye akiwa na dharura inabidi kumwekea mashaka. Hii dharura kaipataje? Inawezekana tunaonaga kanzu tu, lakini kumbe ni gauni. Maana haiwezekani. Yeye ana dharura zake ni mbili tu za kisheria. Ima amelala akakafulika au kasahau au kawa kichaa, akili haziko sawa. Kinyume chake hana dharura aina yoyote, sio kwamba unaumwa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu asema salini mnatembea, salini mmelala, salini mmekaa. Yaani kwa namna yote ile wewe unatakiwa uswali, hata kama uko pale Muhimbili pale, imefika umewekewa oxygen, kama akili ipo na ukagundua kwamba huu ni muda wa adhuhuri na akili iko, yanatakiwa ile oxygen iko pale na wewe unalala vile vile unasali. Hii inaonyesha ni kiwango gani ubora wa nini? Swala. Ubora wa swala. Lakini tunaswali kwa ajili ya nani? Ya Allah, sio kwa ajili ya binadamu. Kuna mtu akiona watu ndio anasali, watu wamuone anasali. Na hivi ndivyo walikuwa Wayahudi. Wakati wa Yesu walikuwa na tabia hiyo. Wao walikuwa wakiona watu ndio wanafanya ibada. Wakiona watu wanafunga. Alafu wakifunga wanatembea kila sehemu. Mimi nimefunga. Kila mtu anamwambia. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi mfungipo mtakapokuwa mmefunga, pakeni midomo yenu mafuta, ili watu wakiwaona wasijue kama mmefanya nini? Mmefunga. Sasa na hii maana yake ni pana. Maana yake sio kuchukua mafuta kupaka mdomo. Hapa tunafundishwa maana halisi ya funga, kwamba mtu akifunga iwe kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya watu wajue wamefunga. Ndio Yesu akasema basi ukifunga paka midomo yako nini? Mafuta, ili watu wasijue kama
umefunga. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema saumu ni kati ya mja na Mwenyezi Mungu. Yaani hiyo ni ibada pekee ambayo Mungu ndo anaijua, ni kati ya mja na Mungu. Baka fadhila swala inawezekana unaenda msikitini kuswali tunakuona kwa kuruka hata kama vya uongo, lakini ndio unaenda. Ukifika zako pale msikitini umekaa kwenye ibada, utaswali kama swala yenyewe unaijua au huijui, twende kazini tu. Bali kuna mtu na watu wasiojua swala wana tabia moja kutaka waonekane wanajua. Ukisali pembeni yake mpaka anatuharibia swala. Allahu Akbar. Bwana hivi kwa kero sasa. Allahu Akbar. Unaona kero? Mtu unaswali yeye yuko inapita bahala, yani wewe unaswali pembeni yake, yani unatamani hata utoke pale uende pembeni, kwa sababu swala inataka ushauri, unyenyekevu. Sasa mimi kipindi hicho niko na Allah, kwa ile miruzi yako ya pembeni inanitoa kwa ibada, ili bali tu ujue yale maneno naye anayajua. Kuna rafiki yangu mmoja yuko ndani, simtani, nilikuwa namtania siku moja, lakini sasa hivi amesoma kile kitabu cha swala. Sasa hivi anajua vizuri, simtani. Nikawa namwambia rafiki yangu mmoja yuko ndani, sasa siku hiyo kulidhihirishia najua tumekwenda kuswali wote la asiri. Sasa kaka karibu yangu kanitandika miruzi mpaka nimekoma. Tumemaliza, namuuliza vipi? Safi tu. Vipi mambo safi? Umenisikia ali? Kumbe kwa anambia anajua. Nikamwambia sikusikia chochote, nimesikia tu. Wewe una matatizo kweli. Sasa ibada asili yake ni baina yako wewe na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ndio asili ya ibada. Asili ya ibada ni baina yako wewe na nani? Na Allah. Asili ya ibada haiwezi kuwa baina yako wewe na mtu mwingine. Fanya ibada kwa ajili ya nani? Ya Allah. Ili malipo utaraji kutoka kwa nani? Kwa Allah. Ukifanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu atatengeneza kila kitu chako. Lakini tuache kufanya ibada au amali njema kwa ajili ya wanadamu. Kuna tabia inaweza ikawa na nia njema. Unajua Mwenyezi Mungu sisi kwa kumalizia hatulipi kutokana na matendo yetu, bali Mwenyezi Mungu anatulipa kutokana na kitu kimoja: nia yetu, makusudio yetu, sio matendo. Unaweza wewe ukaona dawa chakula pale barabarani, kila anayepita anakula tu, anabeba chakula, anabeba magunia na magunia. Ikiwa nia yako ya kugawa hayo magunia ya chakula ni kwa sababu unataka umaarufu, ushapata thawabu yako. Kwa Mwenyezi Mungu wewe unakuwa hauna kitu. Lakini ikiwa nia yako ya kugawa hicho chakula ni kwa ajili ya Allah, basi utapata fadhila. Ina maana mayatima wale tunapokwenda kuwasaidia, kuna namna mbili. Kuna wakati tunatangaza kwa sababu ya kuwashawishi wengine. Ikiwa unajitangaza kwamba ninawapa kitu fulani kwa malengo ya kuwashawishi wengine, unapata thawabu na fadhila. Lakini ikiwa unajitangaza kwa malengo watu wakuone wewe maarufu, kutafuta umaarufu, kutafuta kiki, kama sasa hivi wanavyofanya mjini. Siku moja nimemuona mwanamuziki mmoja kawakusanya vijana nyumbani kwake. Wamejaa vijana. Hapo anasema watu hao wana mapenzi sana, wamenipenda, wamekuja mpaka hapa,
alafu akaanza kuwagawia 5,500. Wanafika kama 100 hawa 5,500, vijana wanaiba, wanashangilia 5,500 kawagawia pale, alafu watu wanamwikoni. Lazima watu kama hawa wanaonyesha mahaba kwako, na wewe lazima wajali, lazima ufanye nini? Sasa watu 100 5,500 si 500. Kwa lazima kuwapa hizo 500 ndo walikodi kama kweli ulikola unafanya kwa ajili ya kuonesha kwamba umewajali. Kulikuwa kuna haja gani ya kulikuwa rekodi na kujikodi na kuwapa hizo 500? Wanashikana kwa 500 watu kabla nende liseni. Alafu kwa nini walijikusanya kwa pamoja? Maana yake hao waliitwa. Ilikuwaje watumia wote waje nyumbani kwako kwa pamoja? Kama ukuwakusanya na ukuwaita kwa taarifa, walijuaje? Maana yake hao lazima walikuwa na makusanyo ya pamoja. Hivi leo hapa tumekutana Albayana, kila mtu anajua Albayana tunakutana kwa ajili ya dua. Sasa siku hao hii wote mkionekana mko nyumbani na kuishi mimi wote mko pale, maana yake si nimewaita. Yaani nyinyi mtajuaje kila mmoja mkutane wote akuje wote kwa saa moja akuje nyumbani? Hapo nianze kusema ni kwa sababu ya mahaba watu wamekuja wenyewe. Sasa hizo wenyewe wale wakule wanaita kiki. Sasa kiki za namna hiyo kwenye dini hazipo. Kwenye Uislamu la. Kwenye Uislamu ukifanya ibada ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye ibada kwa ajili ya Allah. Tusifanye ibada kwa sababu ya ufahari. Tusifanye ibada kwa sababu ya kutafuta kuonekana. Tusifanye ibada kwa sababu ya kutaka kujulikana. Mwenyezi Mungu akitaka kujulikana, utajulikana wewe. Mara moja utajulikana. Yaani Mungu akitaka kuinua, alafu mtu anayeinuliwa na Mungu huwa ashushi. Lakini mtu ambaye anajiinua, yaani huyo kuteremka ni kama upepo tu. Lakini akuinue mwenyewe, atakushusha nani? Hayupo hata mmoja wa kuteremsha, kwa sababu aliyekuinua ni nani? Yeye Allah. Sasa nani anakushusha kati yeye Allah na kuinua? Hata wakusanyike dunia nzima waungane kwa pamoja kukushusha. Kadri watakapoungana kukushusha, ndivyo wewe utakavyozidi kupaa angani. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atupandishe daraja. Kuinuliwa ni raha. Kwa nani hapendi kujulikana? Lakini kuna kujulikana kwa faida na kuna kujulikana kwa hasara. Kuna mji ukifika kuna mtu ukibaka huyo mwizi mtaa mzima wanamjua. Huyo naye anajulikana. Lakini kuna mji ukifika wallahi kuna mtu mmoja ni mcha Mungu mashallah. Yaani mkitaka kuonana naye nenda kwa yule mcha Mungu wallahi. Mcha Mungu kweli kweli. Huko nako ni nini? Ni kujulikana, sababu ndio kujulikana kwa kheri. Kuna mtu mmoja mashallah anawapenda watu, asaidia watu. Huko ni kujulikana, lakini kujulikana kwa kheri. Sio kujulikana kwa sababu ya kutafuta kiki. Mungu atunusuru katika hilo. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka. Inshallah, kwa kumalizia, wakati tukiingia katika dua zetu za pili, nikumbushe Alhamisi hii pia itakuwa ni Alhamisi ya mwanzo kutoa nyiradi za dua ya tarehe 1. Itakuwa ni Alhamisi ya mwanzo kuanza kutuma nyiradi za dua ya tarehe 1.